Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu asubuhi ya leo, siku ya leo Oktoba 19 ya mwaka 2025, na utasikia taarifa kuhusu Urusi kufanya shambulizi kubwa la bomu jipya la kuongozwa na roketi, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kufanyika huko nchini Ukraine. Na utasikia pia hatua nyingine ambayo Urusi imeanza huko nchini Syria. Basi nakusihia kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi, na pia usahau kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo. Vikosi vya Urusi vimefanya shambulio lake la kwanza la bomu ambalo limeongozwa kwenye mji wa Lozova katika mkoa wa Kharkiv huko nchini Ukraine katika usiku wa Oktoba 18. Taarifa hii imeelezwa na ofisa mwendesha mashtaka kutoka eneo hilo. Shambulio hilo limefanyika mwendo wa saa 11:40 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine, kwa kushambulia kitongoji cha makazi na kuharibu nyumba na majengo ya nje, ambapo mamlaka hapo awali zilisema ya kuwa majeruhi walikuwa 6, lakini baadaye zimeongeza na kuwa watu 5 na kufanya idadi ya watu 11 ambao wamejeruhiwa, na wahasiriwa wote pia bado wanapokea matibabu katika hospitali husika katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Wachunguzi wamesema kuwa silaha hiyo imerushwa kutoka eneo ambalo linakaliwa na nchi ya Urusi kwenda huko mkoani Kharkiv nchini Ukraine. Mamlaka imetambua ya kuwa silaha hiyo ni bomu jipya la angani linaloongozwa na roketi aina ya UMPB-5R lenye uwezo wa kuruka takriban kilomita 130. Pia waendesha mashtaka wamesema ya kuwa Urusi imetumia aina hii ya bomu dhidi ya Lozova kwa mara ya kwanza kabisa, na pia wameanzisha uchunguzi wa awali wa uhalifu wa kivita unaowezekana dhidi ya Urusi. Mgomo huo unakuja siku mbili tu baada ya mamlaka ya Mykolaiv, yani mkoani Mykolaiv nchini Ukraine, kuripoti ya kwamba vikosi vya Urusi vilitumia mabomu ya angani dhidi ya mji wao kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa uvamizi kamili. Na mwezi huu tarehe 16, mabomu mawili yalishambulia viunga vya mkoani Mykolaiv. Gavana wa eneo hilo Bwana Vitali Kim aliweza kusema hivyo. Mkoa wa Kharkiv na mji mkuu wake umekabiliwa na mashambulizi ya Urusi kwa zaidi ya miaka miwili tangu kuanza kwa uvamizi huo kamili mnamo Februari ya mwaka 2022. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulio katika maeneo yenye wakazi wengi wa jiji hilo yameongezeka zaidi yakitokea Urusi. Na inakumbukwa tarehe 13 mwezi huu Urusi ilishambulia Kharkiv ilishambulia huko mkoani Kharkiv kwa mabomu ya kuongozwa na KAB na kuharibu hospitali na kujeruhi angalau watu 6 katika shambulizi hilo la tarehe 13 mwezi huu. Wakati wa shambulio hilo zaidi ya wagonjwa 100 walikuwa hospitalini. Oleksii Dosenko, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya upasuaji wa kituo hicho, alisema katika maoni yake kuhusu taarifa ya shambulizi hilo. Taarifa nyingine, licha ya mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine mkoani Kharkiv, ni kuahidia kwamba pia kufahamisha taarifa kuhusu Urusi kuanza hatua zingine na nchi ya Syria, ambako Syria na Urusi zimeanza kujadili mapitio ya makubaliano yaliyotiwa saini chini ya serikali iliyopita, ikiwa ni pamoja na yale yanayohusiana na kambi za kijeshi za Urusi katika eneo lake la huko Syria. Waziri wa mambo ya nje wa serikali ya mpito ya Syria Bwana Asadi Ali Shaiban amekiambia chombo cha habari cha Al Kabir Syria katika mahojiano, na kuongeza kuwa makubaliano mapya bado hajatiwa saini. Kwa maoni yake, amesema mwanzo wa uhusiano na Urusi ulikuwa wa polepole na hakuna makubaliano mapya yanayotumika kati ya nchi hizo mbili kwa wakati huu. Kulikuwa na makubaliano na utawala uliopita na bila shaka hawakuikubali na ilisitishwa. Hadi sasa hawajafikia mikataba mipya, amesema waziri huyo, na kuongeza kuwa kwa wakati huu misingi ya Urusi ni somo la mazungumzo na jukumu lao linachunguzwa. Kwa maneno yake, amesema pande zote zinahitaji kuamua nini uwepo wa Urusi utakuwa ikiwa unabaki. Kwa mujibu wa Ali Shaiban, maswali hayo yote yalikuwa mezani wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni kati ya rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa na rais wa Urusi Vladimir Putin huko mjini Moscow nchini Urusi. Tarehe 15 mwezi huu wa 10, 2025, al-Sharaa
alifanya ziara ya kikazi huko nchini Urusi kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, ikiwa ni kwa mara ya kwanza, ambapo wakati wa mazungumzo hayo kiongozi wa Syria alionyesha hamu ya Damascus kuanzisha tena uhusiano wake na Moscow. Urusi inaendesha vituo viwili vya kijeshi huko nchini Syria, kambi ya vifaa vya majini ya Tartus na kambi ya anga ya Hmeimim iliyoko kilomita 20 kusini mashariki mwa Latakia. Inakumbukwa msingi wa Sovieti huko Tartus ulianzishwa mnamo mwaka 1971 chini ya makubaliano ya nchi mbili, ambapo Urusi ilianzisha kikosi chake cha anga nchini Syria mnamo Septemba 30, 2015 ili kutoa msaada kwa jeshi la Syria katika kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State lililopigwa marufuku huko nchini Urusi. Mwezi wa 10 tarehe 13 mwaka huu, wakati wa mkutano wa waandishi wa habari kutoka nchi za Kiarabu, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov alisema kuwa Syria ingependa kudumisha kambi za kijeshi za Urusi nchini humo, lakini inaweza kuzirejesha kwa kazi tofauti huku kukiwa na ukweli mpya. Hiki ndicho ambacho pia kimezidi kuripotiwa ama kujiri kimataifa, na taarifa kubwa kabisa asubuhi ya leo au siku ya leo ya Oktoba 19 ni kuhusu Urusi kuzindua shambulizi kwa bomu jipya la kuongozwa na roketi, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa ambako vikosi hivyo pia vimefanya shambulizi huko mkoani Kharkiv nchini Ukraine na kusababisha watu takriban 11 kujeruhiwa, na watu wote pia bado wako hospitalini wakipata matibabu baada ya mashambulizi ya Urusi katika mkoa huo, ambako pia bado inaripotiwa kila siku Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi katika maeneo baadhi huko nchini Ukraine, licha ya kwamba pia bado juhudi za bwana Donald Trump za kumaliza mzozo huo zinafanyika kwa viongozi wa Urusi na Ukraine kwa kuongea nao. Nakumbuka pia Oktoba 17-18, yani usiku wa Oktoba 17 kuamkia Oktoba 18, Donald Trump pia alikuwa akizungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu kumaliza mzozo huo, lakini imeelezwa kwamba jitihada hizo bado kama zimegonga mwamba, ambako inaelezwa kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Zelensky na Trump kama walipishana, hasa kwenye suala zima la kuhusu makombora ya Tomahawk kwenda huko nchini Ukraine, ambako imeelezwa kwamba kauli ya mwisho ya Trump ilikuwa ni kwamba acha tuone itakavyokuwa, wakati akimaliza kuongea na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Na baadhi pia vyombo vya habari hasa Axios kutoka nchini Marekani vimeeleza kwamba ni kama yale mazungumzo hayakwisha vizuri. Kwa hiyo kinachosubiriwa sasa hivi ni kile ambacho kitazungumzwa kati ya Putin na Donald Trump katika siku za hivi karibuni mwezi huu, ambapo imeripotiwa ya kwamba kutakuwa na mkutano kati ya Trump na bwana Vladimir Putin. Kwa hiyo pia inasubiriwa kuona, je, mwafaka ambao atafikia Trump na Putin huenda ukawa ndio mwarobaini wa kumaliza vita hii au la. Basi tutafahamu pia ambako itakuwa imefanyika, au tutafahamu zaidi kitakachojiri baada ya Trump na Putin kukutana katika siku za usoni. Na umesikia pia kuhusu Syria na Urusi ambazo zinafanya mazungumzo hadi sasa kuhusu vituo vya kijeshi vya Urusi ambavyo vimewekwa tangu muda mrefu huko nchini Syria. Na hivyo basi serikali mpya mpito ambayo iliweza kupindua utawala wa rais aliyekuwepo zamani unaendeleza mazungumzo kuona jinsi gani ya kumalizana mikataba ama suluhu gani ifanyike kuhusu mikataba ambayo iliwahi kutiwa saini kuhusu Urusi na Syria, licha kwamba pia Sergei Lavrov kama waziri wa mambo ya nje kutokea nchini Urusi alisema kuwa Syria ingependa pia kudumisha bado kabisa, yani kwamba ingependa kudumisha pia kambi za kijeshi za Urusi nchini humo, lakini inaweza kuzirejesha kwa kazi tofauti huku kukiwa na ukweli mpya. Hivyo basi mengi zaidi yatakuwa yanajiri kuhusu hicho ambacho pia kinazidi kuendelea katika mazungumzo ya nchi hizo, na mimi nakuahidi ya kwamba nitazidi kukufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Cha msingi hakikisha kwamba unatufuatilia kila siku na umebonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo, na pia usahau kushare wala kucomment ili pia wengine wapate nafasi ya kuzishuhudia ama kuziona taarifa hizi za kimataifa na kitaifa. Asante kwa sasa, na pia karibu sana kwa baadaye kwa taarifa zingine zaidi
kutoka kimataifa na kitaifa, na hii ni JM TV, habari kutoka kimataifa na kitaifa.